Bakari Mwamnyeto akipacha tena na Ibra Baka kwenye ulinzi wa kati wa Young Africans. Mwamba wa Lusaka, Cletus Chama, mbele yake ni Bakari Mwamnyeto, an option kulia na kushoto, ameweka kwa Libase Geye. Mara ngapi umeshuhudia jua likichomoza wakati bado giza halijaondoka? Lipo jua ambalo linachoma, lakini usihisi maumivu ya kuchomwa na jua hilo. Wanahisi mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba waliofanya makosa Young Africans. Akashika bakora Mwamba Lusaka Chama, alikuwa na option kulia na kushoto, alipoona ni upande wake wa kulia na Libase Geye akasema hakuna kujiuliza mara mbili, siwezi kufanya makosa. Anaiandikia Simba goli la kuongoza. Makosa aliyofanywa na Israel Patrick Mwenda. Clatous Chota Chama, lecturer, akatoa darasa la namna gani pasi inapigwa kwenye nafasi bila kulisivu. Libase Geye anamtesa Djigui Diarra, macho yake anageuka na kutazama, nyeupe limezama kwenye nyavu. Bao la kwanza. Atibua mipango Jospin Loemba, Libase Geye anautenga tena kumwekea Ino. Jospin Loemba anaweka mpira wa cross ndani, huku unakataliwa mara mbili na Baka pamoja na Mwamnyeto. Kari haijaondoka, Bundi anaendelea kulia msibani. Elie Mpanzu amefinya na kukataliwa, umiliki bado ni wa Simba. Chama kwa Elie Mpanzu, anaunyanyua Chama! Meja Jenerali Samuel, ushuhudie maajabu. Na ni maajabu yanayotoka kwa aliyezoea kufanya maajabu. Anayefurahi ni Steve Becker, anayeghadhibika ni Pedro Gonçalves. Hakuona hiki kikija. Angalia kazi anayoifanya Elie Mpanzu. What a magic! Nini hiki? Nini kinatokea? Pasi ya kuchuchumia ya Elie Mpanzu, and what an acrobatic from Clatous Chota Chama. Clatous Chota Chama kwao ni ndola, lakini anaonyesha namna ambavyo anaweza kuadhibu waajiri wake wa zamani. Ni huyu hapa Kibisawala, imepigwa kutoka Kongo na inamaliziwa ndola Zambia, inakaa kwenye net. Ni Maxi katika umiliki, anajaribu kuweka cross ndani huko, bado Dube! Kama ulisahau unacheza na nani, basi ikujia kumbukumbu kwamba ni Young Africans, timu yenye mshambuliaji aliyeweka kambani magoli mengi mpaka sasa. Goli la 9 la Prince Mpumelelo Dube, ambalo linampa matumaini Pedro Gonçalves, ambalo linawapa maswali ya kujiuliza wekundu wa Msimbazi Simba. Angalia crossi, angalia ufundi wa Maxim Pia Nzengeli. Makosa wakayafanya Simba, akayafanya Ismail Toure. Aliyeshika fimbo na kuchapa alikuwa ni Prince Dube Mpumelelo. 50 kwa 50. Tanja Kasali alifika, lakini alikuwa ni mwamba Lotea. Washambuliaji wa Young Africans, anaekewa Depu nyuma ya mgongo wa Rushen Deriek. Depu! Kasi bora ameifanya Depu kutoka kwa superstar Laurindo Aurelio Depu. Nafasi imetengenezwa kutokea bench na shuti ambalo limetoka mguu wa kulia kutoka kwa Depu, akituma salamu kwa Tanja Kasali na kuwa kona ya kwanza kwa Young Africans. Toka kona ndani huko inagonga kichwa, lakini imerejea tena kwa mpigaji wa kona Alan Okello. Okello na kona nzuri ndani huku inakataliwa, inatolewa nje, inazaliwa kona nyingine. Nawekwa kona tena ndani, anatoka Kasali, wanaocheza pamoja na walinzi wake wanaondosha hatari. Wamefagia lakini bado taka zingali kwenye kibaraza cha Simba. Pacoma anaweka cross, and what a goal from the captain himself, Bakari Nondo Mwamnyeto. Inafahamika siku zote, lakini nyundo ni Bakari Nondo Mwamnyeto, na ni nyundo inayogongelea msumari katika nyoyo za wekundu wa Msimbazi Simba. Ilifanyika partial clearance, akaekewa tena Pako Msuswa, ikawekwa cross, akaicheza Kasari, lakini aliiweka kwenye miguu ya Bakari Mwamnyeto ambaye hajafanya makosa. Wanarejea tena wananchi.
Rebound ya mpira ambao ulichezwa na Tanja Kasari baada ya kichwa kwenda hewani. Prince Mpumelelo Dube ni kama alikuwa anadai chenji hivi, akautema. Kapteni, mchezo wake wa 10 na bao lake la kwanza kwenye dabi.